Okay, sasa kwenye ile video iliyokuwa imepita tuliangalia juu kuhusu hii website ya Lebero na namna ambavyo unaweza ukai-explore. Sasa hapa tunaangalia process zote ambazo unaweza kuzifuata ili kuweza kuagiza bidhaa yako. Kitu cha kwanza, inatakiwa uwe na account kwenye hii website. Kwa utaamini hii sehemu imeandikwa sign in hapa juu. Alafu utaweka details zako. Mimi huwa napenda kusign in with Google mara nyingi. Kwa nita sign in with Google. Then nitaisubiri kidogo. Kwa mimi tayari nilishafunguaga account, itaingia moja kwa moja. Lakini kama wewe bado, itakuletea email yako, halafu uta sign in kwa kukliki kwenye ile email yako. Ukimaliza inakuwa iko katika muonekano kama huu hapa. Kwa unaweza kaanza kutafuta bidhaa ambayo unahitaji. Kwa kama unajua kabisa jina la bidhaa, unaweza kaiandika hapo. Kama ni simu, utaandika hapo kwa kufilter kabisa. Labda ni Samsung Galaxy S24 Ultra. Then utaisearch. Ukisha search itakuja hapa. Kuna sehemu ya kufilter huko. Unaweza kufilter kutokana na vitu tofauti na bei zake zimetofautiana hapa. Kuna zinazouzwa $539, kuna zinazouzwa $577 na endelea. Kwa hiyo unakuwa una explore zaidi kwa kuangalia taratibu. Unaweza kufilter kutokana na kamera yake, unachagua RAM. Unaweza kufilter kutokana na storage yake, unachagua storage ambayo unahitaji. Na kwa S24 nyingi zinaanzia GB 28, zinakuja ambazo bei inashuka. Kwa kumbuka, the more filter, the more unakuwa katika risk ya kupata bidhaa ambayo inakuwa sio sahihi kwako. Yaani zinaanza kuja na simu zingine tofauti. Umeona? Kwa hapa tumefilter, tumeweka GB 128, ila mwisho wa siku zimeanza kubadilika simu zinazokuja. Zinaanza kuja S22, zinaanza kuja S20, S21 badala ya S24 kama ambavyo tulikuwa tumeset. Lakini tukirudisha tukatoa GB 128, zitarudi S24 zile. Umeona? Pia unaweza ukafilter upande wa service providers. Unajua bwana, sisi huko hatutumii hizi network, mfano AT&T, hatutumii Verizon, hatutumii T-Mobile. Sisi tunatumia simu ambazo ni unlocked. Kwa ukichagua AT&T au ukachagua T-Mobile, hiyo simu ikiwa shipped mpaka huku, utaanza kuhangaika kuiunlock mwenyewe kwa sababu line zako zitakuwa hazisomi. Kwa hiyo hiki ni kitu kimoja kizuri sana ambacho unatakiwa ukizingatie ili uweze kupata bidhaa ambayo ni bora. Haya, kwa hapo unaweza kufilter pia unahitaji kitu gani. Vitu tofauti vipo hapo. Condition ambayo unahitaji. Hapo unaweza kuchagua condition ambayo ni good, au ni brand new, au ni acceptable. Unachukua ile condition ambayo itaendana na bei ulionayo. Kwa unaweza kuchagua condition ya good, ukakuta ina gharama GB $600. Lakini ukija ukachagua condition ya excellent, ukakuta inaongezeka hapo, bidhaa inakuwa ina bei ambayo ni ndogo kidogo. Kwa inategemea na budget yako ulionayo na aina ya bidhaa ambayo unahitaji. Kama unahitaji good au unahitaji excellent au unahitaji acceptable, una filter tu hapo, then zinafunguka. Sasa zikishafunguka, baada ya kumaliza wewe kufilter, kitu kinachofanyika ni una click ile bidhaa kwa ajili ya kuona details zake zaidi. Kwa utai-click hapo, alafu itafunguka kama hivi. Utaona kwenye hizi picha tofauti ambazo zinakuwa zimewekwa. Hizi picha zisikuchanganye, sababu hapo unaangalia bidhaa iliyopo ni ipi. Basi baada hapo utaangalia hapa chini carrier ni unlocked. Kwa hii hapa inaweza kutumika nchi yoyote. Storage yake ni 256 na 512. Yes. Kingine utaangalia
endapo ukibadilisha rangi ya simu, labda unahitaji simu ya rangi hii hapa, je, bei itapanda? Saizi tupo kwenye $600. Kwa unaweza kubadilisha rangi ukakuta inabadilika hapo, lakini bei inakuwa inapanda. Kwa maana simu yenye rangi hii inakuwa na bei kubwa ukifananisha na simu yenye rangi nyingine. Unaona, kitu kingine ambacho unatakiwa ukizingatie ni kwenye sim slot. Pia unaweza ukaweka dual sim au ukarudisha tu kwenye single sim. Upande wa condition tayari nimeshaliongelea. Kwenye betri wamekuandikia betri ni standard for normal use. Kwenye shipping wameweka free delivery by December 30 to January 2. Umeona, ambapo hii delivery inafanywa nchini Marekani pekee. Kwa ukijaza address yako ya Marekani, ndio hiyo simu itakuwa shipped mpaka hiyo sehemu. Kwa kama kuna mtu unaye Marekani, ataipokea hii simu kisha atakuletea wewe sehemu ulipo. Vile kama hauna mtu, basi video nyingine itafuata inayoelekeza jinsi ya kusafirisha kutoka Marekani mpaka kuja huko Afrika au Tanzania kiujumla. Hapa kuna specifications za simu, model name, kuna dimensions zake, kuna weight zake. Wakati wa kusafirisha nataka ujue weight ya kitu ulichokinunua kikoje, sababu hii ndio huwa ina determine gharama za usafiri wa kifaa chako. Kwa hiyo utakuwa umeisoma ili hata ukienda kule kucalculate usafiri kutoka kwenye zile site au kwenye wale watu wa kusafirisha, unakuwa unajua ni kiasi gani ambacho utatozwa. Kitu kingine, zingatia sana kusoma review za watu wengine ambao wamewahi kununua hii bidhaa. Kwa hiyo kwa hii hapa naona sizioni review sana hizi chini. Kwa hiyo nataka usome review ya mwisho imekuwa purchased December 21, 2025. Kwa hiyo nataka usome kwa umakini sana hizi review, kwa sababu usipokuwa makini kusoma review unaweza kupata bidhaa ambayo sio nzuri, na mwisho wa siku ukaanza kujilaumu. Kwa unaweza kupitia hii website mwenyewe kwa muda wako, halafu ukijiridhisha nayo unaweza kaitumia kwa ajili ya kununua hizo bidhaa. Kwa mfano kama mimi nimeipenda hii bidhaa, nitaiadd to cart au to basket ili sindika nipotea next time, na nikitaka kwa ajili ya kuendelea kumalizia kufanya payment naweza nikaja huko kucheck out. Kwa upande wa payment wameweka hizi hapa option kama Visa, Mastercard, Amex, PayPal na kadhalika hizo hapa. Ila upande wa shipping hapa nafikiri umeona delivery haiendi nje ya US. Kwa hiyo ndio maana hii sehemu ya US hatuwezi kuibadilisha. Kwa hapo unachofanya unaweka tu majina yako, shipping address ambako wanapeleka hiyo bidhaa, jiji, state, zip code. Wenyewe ndio watapeleka hiyo bidhaa huko na namba ya simu ndio watapeleka huko. Kwa hiyo ni video nyingine itakayofuata ndio tutaonyeshana sasa tunapataje hizi details. Asante sana.